Waumini wa Ufufuo na Uzima. Miongoni mwa video ambayo sasa hivi kuanzia siku ya jana inaibua maswali mengi zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hiyo video ambayo unaitazama hapo na umetoka kuitazama hapo. Of course hiyo ilikuwa ni siku ya jana pale Ubungo, Dar es Salaam, baada ya wananchi pamoja na waumini mbalimbali wa kanisa la Ufufuo na Uzima wakiwa wamesimama na kuswali barabarani. Na hapo kama ukiangalia kwa makini kabisa, Gwajima alionekana kwenye video hiyo miongoni mwa video ambazo zimezua taharuki, lakini wengi wakiwa wanatamani kufahamu kwamba Gwajima alikuwa amejificha wapi na kwa nini hakuonekana au hakupatikana au hakuzungumza chochote kile kuhusiana na kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima. Na sasa hivi kinachoendelea sasa hivi katika digital platform mbalimbali, lakini pia na kwenye mitandao mbalimbali, wengi wanahoji na wanataka kufahamu kwamba mwisho wa siku ni nini hasa ambacho kitatokea baada ya Gwajima makanisa yake yote kufungwa nchini na yeye mwenyewe kukaa kimya. Pengine tushuhudie wiki hii hapa ambayo imeanza kwa kuona mambo mengi zaidi ambayo yeye binafsi atakuwa anayazungumza, kwa sababu wengi wanatamani kufahamu kwamba Gwajima, yes, makanisa yamefungiwa na yeye mwenyewe ipo kimya, au ni nini hasa ambacho kitakuwa kinaendelea katika maisha yake binafsi. Na mimi natamani sana kuona kwamba Gwajima atazungumza nini, atasema nini kufuatia kufungwa kwa makanisa yake. Lakini alisema watu wakiendelea kumchokonoa atarudi na ajenda ile ya kuweza kusema kwamba kuwataja wote ambao wanateka ni wauaji, atawataja. Sasa wengi wanatamani kusikia kwamba nani hasa ambaye atatajwa na Gwajima atakuja vipi, maana alisema kwamba ataita press hata kwa wiki mara 3 ili mradi tu kuweza kuwataja wote ambao ni watekaji. Maana alisema watu wasije wakamchokonoa au wasije wakamfuatilia. Akasema watu wakimfuatilia wakimchokonoa bana atawaaibisha na atawataja mwanzo mwisho. Wengi wakawa nasema kwamba nani ambaye atatajwa kwenye masuala ya utekaji, lakini pia Gwajima atakuja na nini hasa, ni nini ambacho atakizungumza. Wengi wanatamani kufahamu hilo. Of course hata mimi binafsi niko excited sana kutaka kufahamu kwamba Gwajima atatajwa kina nani, nini ambacho atakizungumza hasa kwenye press ambayo sasa hivi itafuata. Na ni imani yetu kubwa kwamba lazima atazungumza, kwa sababu kila ambacho yeye mwenyewe alikuwa anatamani kiweze kutokea na hisi ni kama kimetokea hivi. Lile angalizo la kusema kwamba hakuna atakayefungia kanisa na ambao atafungia kanisa watakuwa ni wauaji, ni watekaji na ndo wanaopoteza watu nchini. Pengine anaweza akazungumza chochote kile au itakuwaje, lakini pia mustakabali wa waumini wake kuendelea kusali ni utafikia wapi, tutazidi kufahamu. Na sisi kama Ambasha TV tutahakikisha kwamba taarifa hizo tunakusogezea kwa ukaribu na kwa undani zaidi. Lakini kwa sasa hivi Gwajima tangia aonekane siku kwa jana, sasa hivi hajaonekana tena. Pengine tuweza tukamuona labda next time pia, au leo au siku yote akaita press na waandishi wa habari. Na leo pia kuna press ya waandishi wa habari wanazungumzia pia masuala mbalimbali. Tutazidi pia kuambia ni nini hasa ambacho kinazungumzwa, lakini kubwa zaidi bwana, usisahau kusubscribe channel yetu ya Ambasha TV. Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya Ambasha TV. Na leo tunazungumzia ndio huyu hapa.